kila kitu ni cha kwako katika dunia hii kwa sababu kimekunyokea. Lakini kuna wakati unajihisi kama vile upo katikati ya changamoto, hauoni mlango wa kutokea. Kuna wakati unajikuta kila kitu kama vile hakipo kwako, ni kama vile umelaaniwa. Ndio maana nakwambia maisha yetu sisi tunayafananisha na beti. Amen. Maisha yetu sisi wanadamu hufanana kabisa na beti. Nimeandika hivyo. Kuna wakati hujachaji, kuna wakati inaweza ikawa nusu, kuna wakati inaweza ikawa robo, kuna wakati unachaji kabisa, uko mweupe kabisa. Kwa hiyo unahitaji sana chaji. Sasa ili uweze kupata chaji, unahitaji wale watu ambao jana nilikufundisha, watu waliobeba neno la wakati kwa ajili ya kwako, watu waliobeba ujumbe wa kwako, watu waliobeba mbinu au connection au njia ya kutokea mahali ambapo umekwama, mahali ambapo chaji imekuishia. Unawahitaji wale watu wa kukutoa au kukukwamua kutokea pale. Sasa leo inaomba twende moja kwa moja katika kujifunza aina ya tatu ya watu ambao unawahitaji katika maisha yako, ili uweze kuyafaidi maisha, ili uweze kumtumikia Mungu kwa amani na kwa uhuru. Unahitaji huyu mtu wa tatu au watu kundi la tatu. Kundi la tatu ni hili. Ni watu ambao wana sifa mbili. Ama kama unaandika andika mtu mkwaju, watu wakuu na wenye mali. Mtu au watu wakuu na wenye mali. Watu wakuu na wenye mali. Watu wakuu na wenye mali. Sasa nina mifano kama mitatu hapa ambayo niliandaa wakati nalitafakari somo. Wako watu watatu ambao ama makundi matatu yanatupa mifano ili tuweze kujifunza na kuelewa. Na mwisho uweze kuelewa namna gani ya kuweza kuwavuta watu hawa wawe katika maisha yako. Ni tumaini langu, ni imani yangu kwamba mpaka ninapomaliza somo hili baadaye wakati wa kuomba utakuwa umepata kitu cha kuondoka nacho kama mtaji kwenye maisha yako. Amen. Amen. Na upungie mkono kama tunakwenda sawa sawa. Asante. Sasa naamini uko tayari. Mtu wa kwanza kabisa ambao tunahitaji kwenda kumwona ni Boaz. Boaz, andika kitabu cha Ruthu sura ya 2 na ule mstari wa kwanza. Mstari mmoja tu. Kitabu cha Ruthu sura ya 2 mstari wa kwanza. Ruthu 2 mstari wa kwanza tu. Ule mstari mmoja. Ruthu 2:1. Biblia inazungumza hivi. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu wa mumewe, ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimeleki. Jina lake aliitwa Boaz. Katika maisha yoyote yale ambayo mimi na wewe tunayo, tunahitaji mtu wa aina ya Boaz. Mtu wa aina ya Boaz. Boaz ana sifa zote mbili. Biblia inasema mtu mkuu, halafu mtu mwenye mali nyingi. Mtu mkuu na mtu mwenye mali nyingi. Mimi na wewe hatujajitosheleza. Hata mimi ambaye niko nafanya kazi, ninafanya utumishi, ninafanya kazi ya kuajiriwa, lakini bado sijajitosheleza, bado ninahitaji, bado kuna maeneo nahitaji nipate kuvuka, nahitaji kupata kuvushwa. Sasa ninahitaji watu wa kundi hili au mtu wa kundi hili la Boaz. Katika kile kitabu cha Ruthu sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza tuliona historia ya familia ya mzee Elimeleki na mkewe Naomi wakiwa na watoto wao wawili. Bila shaka unakumbuka toka ile siku ya kwanza, Maloni na Kilioni, jinsi ambavyo walikumbwa na njaa wakaenda ugenini kule Moab. Na kule wakala wakashiba, maana tunasema walikaa kule ndani ya miaka 10 years. Sasa baadaye yalitokea wamekufa waliokufa, and then Naomi anarudi pamoja na Ruthu katika nchi ya Yuda, kwa maana ya Uyahudi kule katika nchi ambao walitoka mwanzoni. Maandiko yanasema waliporudi kule katika nchi ya Yuda, kwa maana ya Bethlehem pale,
waliporudi pale walionekana kama wageni tena. Walionekana kama wageni tena kwa sababu miaka 10 sio mchezo. Yaani haurudi kule kwenu 10 years. Uko tu ugenini kule. Wao walirudi si katika lile eneo ambalo walikuwapo. Unajua kama umejenga mahali au kama kuna mahali ulikuwa unaishi, alafu baadaye ghafla ukaondoka. Ikapita miaka na miaka. Ndani ya mwaka wa kwanza haupo, mwaka wa pili haupo, mwaka wa tatu haupo. Ikipita miaka 4 5, mtu mwingine ni halali kuchukua ile ardhi. Tunaenda pamoja? Ni halali mtu mwingine kuchukua ile ardhi. Kwa hiyo, akishachukua wewe ukirudi, siku ukirudi, sio halali tena wewe uanze kudai kwamba hapo palikuwa ni kwangu, ulikuwa wapi siku zote? Kwa huyu mama mjane, halafu na mjane mkwewe wamerudi wakajipatia mahali wakakaa. Sasa kumbuka nilikwambia kilichowarudisha kule Bethlehem ya Yuda ni kwamba walipata taarifa kwamba kule kuna shibe, chakula kimerejea, kwa hiyo hakuna shida tena. Lakini kule sasa hawana shamba, hawana nyumba, kwa hiyo walijibanza katika nyumba ambayo walipewa na mwenyeji mahali. Kwa hiyo wakati huo walikuwa bado hawana uhakika wa kula tena. Kwa wale tulioishi vijijini tunakumbuka vizuri sana. Ukilima mahindi au ngano au maharage au mtama au chochote kile cha nafaka, kipindi cha mavuno huwa tukienda kuvuna shambani, hata huku Afrika, tukiacha wale wa kule Israel, huku Afrika tunajua sisi wa Tanzania, sijajua kama ni makabila yote, lakini kwa kabila ninalotoka mimi iko hivyo, kwamba mkienda kuvuna mnapewa kabisa agizo na msasi au mwenye shamba kwamba fanyeni mfanyavyo. Kama ni mahindi mnayavuna, anawaambia baadhi yake msimalize yote, mengine yatupeni, yaacheni makusudi. Mengine yaacheni makusudi, yatupeni. Kama ni ule utaratibu wetu wa kukata mahindi alafu unachukua matita, wanakuambia okay vuna, lakini mengine mnayaacha, msiyavune. Alafu yale makubwa mnayatawanya. Kama sio yale ya kukata na kufunga matita, basi mahindi yanakuwa kwenye mstari. Unavuna, mengine unayakanyagia chini tu. Kuna makabila yanafanya hivyo. Unafanya hivyo. Anyway, sawa, kama mfanye basi ameshiriwa chukua kama taarifa kwa kweli. Sikia, yalikuwa yanaachwa, zile nafaka zilikuwa zinaachwa kwa makusudi mawili. Kusudi la kwanza ni kwa ajili ya watu maskini, watu ambao hawana uhakika wa kula. Kwani kama vile mwenye shamba anatoa sadaka. Na ni kitu cha kipekee kabisa ambacho tuliwa practice kutoka zamani, lakini makabila yote yana practice mpaka leo. Wao walikuwa naacho ili mtu maskini ambaye hana shamba, mtu ambaye hana mtu wa kumlimia, mtu ambaye hana wa kumsaidia apite baadaye, waokote yale masazo. Watapita na vifurushi vyao, wataokota yale masazo, ndio chakula chao. Lakini cha pili, kwa nini wanaacha? Wanaacha kwa ajili ya watu wageni, wapita njia. Haleluya. Wanaacha kwa ajili ya nani? Wapita njia. Dada huyu Ruth, Biblia inasema siku moja walikaa na mama mkwe wake. Wakakaa kikao. Mama mkwe wake kwa maana Naomi akamwambia binti yangu, sasa hivi hapa hatuna chakula, kwa hiyo chukua roba ile hapa, nenda kapite, kwa sababu ni kipindi cha mavuno. Nenda kapite huko mashambani, katuokotee masazi. Kwa sababu chakula kipo, lakini swala tu ni kwamba wao hawana shamba. Tunaenda pamoja baba. Kwa hiyo akaenda, ile anasumbuka huku na kule, akajikuta binti Moabu Ruth akajikuta anaingia kwenye shamba la tajiri moja jina lake Boaz. Nasema Boaz. Kuna mtu ana jina la Boaz hapa? Sawa. Katika ibada hii na katika semina hii leo tunamhitaji Boaz. Wakati akiendelea kuokota yale masasu, unajua mashamba jinsi yalivyo kwa yale maeneo ambayo sisi kule kwetu ni kwamba maeneo ya mashamba watu hawajengi.
Watu wanajenga sehemu nyingine tofauti kabisa, yaani kijiji kinakuwa mbali na maeneo ya mashamba. Kwa maeneo ya mashamba yanakuwa yanapakana, ndio kunakuwa na mpaka la shamba la huyu mpaka shamba la yule mpaka shamba la yule. Amen. Kwa hiyo huyu mwanamke, huyu binti akawa anapita zake. Sasa akaingia kwenye shamba la tajiri huyu Boaz. Na huyu Boaz alikuwa na wafanyakazi wengi wakiwa wanavuna muda huo. Maandiko yanasema akawa akiendelea sasa kuokota nyuma ya wafanyakazi wa Boaz. Akiwa anaendelea kuokota, siku hiyo hiyo akatokea Boaz kwenda kuwasalimia au kuwajulia hali wafanyakazi wake. Kufika kule shambani, kwa sababu unajua hata kwa wale vibarua unakuwa na kiongozi. Unataka unishawahi kufanya vibarua kulima. Hivi vizazi vya siku hizi, yaani wazazi wenu wana ile junior account, yaani kwamba wewe unakuwa tayari una hela zako, yaani kwamba kama ni issue ya shule, account number hiyo hapo nenda draw. Sisi wenzako unakuwa una chochote, una senti. Kwa hiyo unapotaka kuwa na maisha mazuri, anza wewe. Mimi nimeokota sana, ndio maana nazungumza kwa experience. Kibarua nimefanya sana, nimelima mno mashamba ya watu. Lakini nimeokota sana, nimeokota ngano, nimeokota mahindi. Hayo ndio nakumbuka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, akawa akiokota, wakati akiwa anaokota, huyu Boaz tajiri mwenye shamba lake anafika shambani, alafu anamuita kiongozi wa wale wafanyakazi wake. Sasa cheki, anamuuliza yule kiongozi kwamba huyu msichana, huyu binti ni wa wapi? Mbona anaonekana tofauti na hao wajakazi? Naomba nirudie statement. Anamuuliza yule kiongozi ambaye anawasimamia wafanyakazi wake. Anamwambia huyu naye ni wa wapi? Ametokea wapi? Ni wa kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja kwanza mpaka hapo. Kwa vijana wa kiume leo hapa, mpaka uzungumze kwamba huyu ni wa kwa nani. Si uko hapa? Akamuuliza yule mtendakazi pamoja na wengine, kwa maana kiongozi, kwamba huyu ni wa kwa nani? Yule kiongozi akamwambia, bwana wangu, huyu anaitwa Ruth. Asili yake ni kule mwangu. Huyu ndio yule msichana ambaye tulikujulisha habari zake kwamba alirudi na Naomi. Na kumbuka, Elimeleki na Boaz ni mtu na ndugu yake. Kwa hiyo yule mjane wa Elimeleki ni kama vile ni mke wake na Boaz katika ule undugu wao. Lakini Boaz tajiri. Sasa Boaz alikuwa ameshajulishwa vya kutosha kwa habari ya Ruth kwamba alimtendea mema sana Naomi. Anyway, Boaz akasema sasa, akamwita yule binti. Akamwambia, sasa wewe usiendelee kuokota haya masazo nyuma ya hao wajakazi. Badala yake kaungane nao kafanye kazi. Lakini yule sasa Ruth, unajua sasa ni mgeni, sio mwenyeji katika lile eneo. Maandiko yanasema ghafla, katika mazungumzo mengi, baada ya kuzungumza, Biblia inasema ghafla akamwangukia mpaka chini, mpaka mavumbi, na kuzungumza maneno haya kwamba ninashukuru kwa sababu nimepata kibali machoni pako Bwana wangu, mimi mjakazi wako, japo sio miongoni mwa hawa vijakazi vyako, lakini mimi mgeni nimepata kibali machoni pako, ninashukuru sana. Boaz akatangaza akasema, usijali,
Sasa unajua tajiri hela zipo. Bwana Yesu asifiwe. Hela zipo. Kwa hiyo yeye anaweza akaamua chochote anachojisikia. Akamwambia Ruth kwamba usiogope. Akatangaza, akawaambia wale vijana waliokuwa pamoja pale shambani na wasichana mabinti zake na Boaz, akawaambia tafadhali huyu asiokote masazo nyuma yenu tena, mumhesabu kama moja kati yenu, na mchana wa leo aje nyumbani, ale nyumbani. Biblia inasema baadaye kazi ilipokamilika wakarudi nyumbani. Boaz akawaambia wale vijana wake wasimtazame Ruth. Hii neno wasimtazame au wasimguse au wasimwangalie Ruth. Shalom. Tajiri wasikumwambia huyu moyo wake umemdondokea Ruth, mgeni maskini, mtu anakuja kuokota, ana shida zake. Sasa mimi sijui aliumbikaje. Biblia isome sana kama ni mzuri wa sura au namna gani. Lakini huyu Boaz akasema yako mambo mengi yaliyonivutia kwako, kwamba ulitenda vema. Bila shaka wewe ni mtu mwema. Akamkaribisha nyumbani, wakala wakashiba. Sasa Ruth kwa kipindi kirefu kwa sababu ya njaa hakuwahi kula, akabakiza chakula mezani. Nao nunua chakula kwa mantili. Grace, hebu niambie, huwa unabakiza? Unabakiza. Lazima hii inabakije ni hela unalipa. Unakula na kutosha. Huyo alikuwa ametoka kwenye dhiki. Yule anasema alipewa chakula cha kutosha, akala, akashiba, akasaza. Boaz akamwambia, hiki ulichokisaza, akapewa na container. Tim container kwa. Akapewa na container, chukua hiki mpelekee Naomi. Mama yako mpelekee. Akafungiwa na chakula, sio kile cha kuokota, sio ile masazo tena, kile chakula fresh, kile kizuri. Akajaziwa chakula kwenye container, halafu pia na kingine cha akiba, yani kama vile ambavyo ungeenda kuokota masazo. Akarudi nyumbani. Vile amerudi nyumbani, Naomi anampokea, halafu anamuuliza, "Binti yangu, leo unaenda kwenye shamba la nani? Au umepata kazi kwa nani mpaka umeleta furushi kubwa namna hii?" Sasa unajua kwa wadada nyinyi mnafahamu vizuri sana. Yaani siku umerudi nyumbani, ona kama ka surprise fulani. Unamwambia mama sio hivyo tu. Angalia kuna chakula kiko hapa. Hapo tutampelekea chakula. Naomi alikula akafurahi. Sasa angalia, Naomi akamwakika story kwa sababu alimjua Boaz vizuri. Mlango wa pili ile mstari ya mwishoni na mlango wa 3 nitaufundisha kesho. Mlango huo unahitaji uwe na attention, uwe na utulivu. Kwa sababu yako mambo yamezungumzwa pale yanaweza yakaleta matokeo mengine ambayo sio mazuri sana. Sasa, kwa nini nimeleta habari hii? Kwa nini nimeleta habari ya Boaz? Biblia inamzungumza Boaz, mtu mwenye sifa mbili. Sifa ya kwanza, mtu mkuu. Unapozungumza habari ya mtu mkuu, unamaanisha mtu mwenye nafasi, mtu mwenye cheo, mtu mwenye sei, yaani mtu ambaye neno lake linaweza kuwa njia ya wewe kutokea, au mtu ambaye sahihi yake tu ni wewe, ni mlango wako wa kutokea. Mtu ambaye sentence yake moja, yaani ndio yake ndio kufanikiwa kwako, ndio mtu mkuu. Amen. 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 Mtu mkuu ni yule ambaye ukibeba jina lake, jina tu ukijitambulisha kwa jina la fulani. Kwa mfano, utoke tu hapa, halafu uende ukaombe ruhusa labda kufanya jambo fulani. Ni jambo lenu tu hapa kwenye UCF. Halafu mnahitaji ruhusa ya mkuu wa chuo.
unahitaji ruhusa ya mkuu wa chuo. Bila shaka, ili mambo yasiwe mengi, mnabeba jina. Nimekuta habari zenu kwa sister. Nimekuta kwa sister jana tu wakati nimekwenda kusaini bado. Aliniuliza mambo machache pale, akanipa na prayer points. Maneno na hiyo tutakapoenda kufundisha, nenda tukaombe juu ya hiyo. Nitawaambia kesho ndio tuombe kumsikiza hiyo. Sister. Bwana Yesu asifiwe. So ukienda na jina tu. Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi. Sasa unafikiri ungekuwa kama kapuku tu huko mtaani kama mwendesha bodaboda, alafu nakuja kufundisha seminar. Unasaidia geti. Kinachoongea nini? Nafasi. Ndio kuna uwezo. Unahitaji kuwa na mtu mwenye nafasi mahali. Watu wote ambao wana watu katika mamlaka za umma anasoma kifua mbele, kwa sababu akimaliza ni swala la kuklik au kubonyeza button tu bana, nimemaliza cheti hiki hapa, kazi kesho. Wewe na mimi sasa interview utafanya hizo mpaka waamue tu. Unajua nimeshawahi kufeel kwamba mtu ametoka Kagera huko anakuja kufanya interview hapa, alafu ndani ya muda mchache tu, dakika 40 40 minutes unaambiwa kazi mpya. Umehangaika, umesoma, inawezekana una masters, umesoma zako miaka zaidi ya 6, lakini unaambiwa ndani ya muda mfupi tu bwana, kazi. Unachoma nauli, umelala njiani, umechoka, alafu unarudi umechoka zaidi. Lakini kuna mwenzako, yeye mtu mmoja alinisimulia. Sasa yule, yani ana mtu mkuu. Ananiambia hajawahi kufanya interview. Lakini siku moja tu akapigiwa simu. Akiwa anasoma hapa, bado hajamaliza mpaka sasa hivi. Anasoma hapa. Lakini hajawahi kuingia kwenye mfumo wa ajira kuomba ajira. Akapigiwa simu. Kumbe kuna mtu mahali alifanya kazi kwa niaba yake bila kumwambia. Hivi tunaelewana na kile nyoto? Yaani huyu ananiambia, ananieleza, ananiambia nimeitwa Dodoma nikafanya interview. Hiyo interview yenyewe sijui, kwa sababu kazi yenyewe niliyoitiwa sijawahi kuomba, hata sijui inafananaje. Anafika kule, anaulizwa tu, wewe ndio fulani? Jina tu. Kwamba wewe ndio fulani? Sasa yule fulani ni nani kwako? Akataja tu ni story vile. Sasa ananisimulia baada ya tayari ameshakusanya, ameshasaini. Alibidi niwaambie tu nikagua leta vyeti vyako, mkataba huo hapo, saini, nenda. Kituo chako cha kazi kitakuwa huko Manyara. Nitajua mahali. Sasa anatoka pale ananisimulia, ananiambia bwana, unajua bwana, fulani amefanya kazi kwa niaba yangu kwa sababu ninafahamiana naye. Hiyo simu alikuja kupata baada ya kazi. Baada ya kupata kazi ndio kaambiwa kwamba bwana, aliyehusika kufanya hiyo njia yote ndio akajifunua. Wewe unadhani mtu mkuu, mtu mwenye nafasi, sizungumzi tu serikalini, kokote. Unadhani mtu mkuu kitaka jina lake, mambo yanajiachia, mambo yanafunguka. Lakini pia Boaz ana sifa nyingine ya pili, ana mali nyingi. Nimewahi kuteseka sana mimi katika maisha yangu. Nimewahi kuteseka kwa kipindi kirefu sana. Lakini kumbe ilikuwa ni swala la kujua ni nani ana mali kwa ajili ya kwao. Siku moja nilisikia leo wakati nilimaliza kidato cha 6, ninatakiwa kuja kusoma. Lakini najua familia yangu haina uwezo wa kusomesha. Na wakati ule ilikuwa sina uhakika wa kuja kupata mkopo. Na wakati ule ada sio kama ile sasa hivi. Hapa ada ilikuwa ni 3. Milioni 3 wakati ule. Engineer. Sasa milioni 3 alafu hauna uhakika wa kula nyumbani. Hapo naenda kwenye ada ya milioni 3. Zile shule za 2020 zile ilikuwa ni tabu. Mpaka serikali imeingilia kati. Haleluya. Sasa siku moja nikasema hapa lazima nikasome. Naitaka hii course na chuo nataka nini.
nikasikia ndani yangu mwandikie barua fulani, ambaye ni mtu mkubwa sana. Wakati ule alikuwa waziri wa mambo ya viwanda na uwekezaji hapa katika nchi hii. Sasa unajua nikapeleka kule nyumbani kwetu, mnaweza mkalia na kulia na machozi yakaisha, mkaoga mkarudi. Ni mazingira ambayo yana maelezo. Sasa nikajiuliza kwanza akili nikaweka kwanza imani pembeni. Kwa hivi kweli huyu na yake kule nitamwonaje mimi? Nitafikaje? Na nikawa na upinzani, nikaamua kuandika barua. Halafu sikumtuma mtu, nikauliza ofisi yake iko wapi. Wakati ule alikuwa na ofisi Dodoma na Dar es Salaam. Nikafunga safari nikaenda Dodoma. Nimefika Dodoma, nikazuiliwa getini kwa sababu tu ya physical appearance. Sijui kama kuna watu wananielewa. Yaani physical kwa maana ya kwamba ule muonekano wako nje tu una define kwamba wewe una shida sana. Hili eneo sio la watu wenye shida kama wewe. Kanizuia. Nikasema hapana, nikaendelea kupiga maombi pale. Mwisho kaniruhusu. Nadhani ilikuwa ni kwa kunihurumia tu sasa. Nimeingia ndani, nikakutana na kirusi cha pili, sekretari wake. Ananiambia pale, wewe sio mheshimiwa. Paka uwe na appointment kwa zaidi ya wiki moja na plus. Nikamwambia hapana, nimetoka mbali sana, nahitaji kuonana naye leo. Alafu ni mwanadada akasema hapana, wewe sio kuonana naye. Afadhali wewe nenda tu barua nitampa mimi. Nikasema hapana, siwezi kukuachia barua yako. Nataka ni mtu mwingine. Hivyo ushawahi kufika kwenye level, kwenye point of no return. Yaani kwamba umefika mahali sasa hapa ndio penyewe, siwezi kurudi nyuma. Nikakaa pale mpaka saa 4 za usiku. Niko kwenye ofisi na msubiri. Wakati walikuwa bungeni, ametoka bungeni, bahati nzuri kwa mfano kwa sura. Akaingia, alipoingia, nikamwambia sasa huyu hapa naingia naye sasa. Ile nikazungumza naye, akasema hapana, amechoka, anaenda kulala. Nikamwambia no, lazima nikaone. Unajua nilichokifanya? Nilimwacha yule dada pale. Nilimwacha pale, sikutaka kuzungumza naye tena. Nikaenda nikagonga mlango. Nikaona mlango ufunguliwa, nikafungua mwenyewe. Ila sikupiga teke, nilifungua kistaarabu nikaangalia ndani. Na wewe hajawahi kunifahamu. I'm telling you what I experienced. Sio kwamba nasimulia habari za mtu mwingine, za kwangu mimi. Wakati huo kule kwenye familia yangu wanajua basi sasa huyu ndio msomi wetu wa familia, amefika form 6. Na hivyo kwenye ofisi ya mheshimiwa waziri ambaye sijawahi kuonana naye, lakini kwa ubishi ukiwa mlangoni hapo kwa secretary wake tumepambana naye sana mpaka saa 4 za usiku. Mimi nimefika pale saa 11 jioni. Nikamwambia hamna, siendi kwa sababu ili gani nimefahamu hapo. Lazima nikawaona. Nimeingia tu kule ndani. Nikakutana na secretary namba 2 ambaye ndio secretary sasa mkubwa. Kila mahali anapoenda anaenda naye. Yule jamaa sitasahau jina lake, anaitwa Robi. Ile nimeingia tu kule ndani, yule jamaa alikata jicho la maana. Hawahi kunifahamu na wala sikuwahi kuonana naye. Sasa huyo ni mama, sio hata mwanaume, yaani mheshimiwa waziri. Ile nimeingia tu pale alafu nikajitambulisha. Nikamwambia natoka sehemu fulani. Kwanza alishangaa nimeingiaje. Hicho ndio cha kwanza. Alishangaa kwa surprise. Nimeingiaje hapa? Nikamwambia wewe sikiliza barua yangu hii hapa. Sikutaka kuongea sana. Nikampa mwenyewe. Sikumpa secretary. Ile nimempa, akaipitia pale akasoma. Akasema basi imefika. Hamna shida, wewe ndio. Nikamwambia naomba namba yako ya simu ili niwe nakupigia mimi mwenyewe. Wewe ujasiri ni kwa sababu ya point of no return. Yaani huna mahali pengine. Unatafuta namna ya kupenda upate mtu mkuu angalau mmoja. Unanielewa nini? Amen. Sasa zikapita siku, apigi simu. Mimi nasubiria simu ya kwake, sio ya secretary. Anipigie yeye mwenyewe kama inawezekana wewe. Nikawa ninapiga simu kwa kutwa, inaweza hata mara 20 au 30. Napiga mpaka apokee. Kuna wakati anachoka, wala anatuma tu message, niko kwenye kikao.
Hilo jambo lilichukua muda. Baadaye nikasikia amekuja Dar es Salaam. Nikasema hapana, na sikupata majibu. Nikaenda Ikulu hapa State House nikaenda. Ile nimeenda pale nikazuiwa tena. Kaambia bwana, huyu ni mtu mkubwa sana, wewe huwezi kuonana naye. Nikamwambia hapana, nataka nionane naye. Nina appointment naye na anafahamu jambo lako. Siku ya kwanza jitihada ikagonga mambo. Unajua nimetoka huko sasa, jua ni kali kweli kweli. Lakini watu wa kule ndani, watu wamepiga tai, wamepiga na suti za maana, alafu wanakukaribisha, yani wao hapo tu, yani wako vizuri tu, hapo nakumbana hii hapa hiyo inawezekana. Very simple like that. Nikamwambia hapana, lazima nikaone naye. Siku ya kwanza ikashindikana, nikarudi. Wala ishi mitaa karibu hapo. Kesho yake tena nikarudi asubuhi na mapema sana. Nikafika pale. Kufika saa 7 mchana kutoka asubuhi. Sijapanga kufunga. Nikafika saa 7 mchana, akaruhusu niingie. Nikapewa kile kitambulisho, wale wale bungeni mkuu hapa. Nikapewa kitambulisho cha heshima. Nikaingia. Wakati ule niliona nimechoka. Naingia kule nikakutana tena na Robi. Ndo kanipokea siku hiyo langoni. Leo kule kuna milango miwili. Mlango wa kwanza unaingia, alafu unakutana na masekretari wote wawili. Siku hiyo nikakutana na wewe face to face. Akaniambia, dogo, umefuata nini tena huku? Nani amekuelekeza huku? Nikamwambia bwana, mimi sipendi kuongea na wewe. Nataka tu niongee na mheshimiwa basi. Ninajua yupo. Jamaa akasema hapana, hana nafasi ya kuongea na wewe. Tafadhali toka, nenda. Mwishowe kukutana na mazingira kama, nikaambia Robi, kama ni shetani, wewe unaweza ukawa shetani wa kwangu, lakini siwezi kukuacha salama. Niache nikamwone. Akasema unajeuri sana, una kiburi sana. Ngoja nikamweleze mheshimiwa. Kabla hajaingia ndani, nilimtangulia yeye, alafu ndio akaingia nyuma yangu. Cheki ile tu nimeingia, yule mama ambaye ni waziri aliponiona alinyanyuka kwenye kiti akasimama. Akasema, hongera sana kwa kufika hapa ili tuyamalize mambo yetu leo hapa. Nataka nikwambie gap iliyopo kati ya mtu mkuu na wewe uliye na shida. So alinikaribisha kwa heshima zote. Siwezi kuwa na barua yoyote. Nikamwambia bado sijafanikiwa jambo langu. Alinyanyua simu moja. Kumbe mahali ambapo ilitakiwa lile jambo lipate kibali, kuna mtu mmoja tena kule amezuia. Hii sasa nazungumza kwa habari ya vita ya mtu mkuu katika maisha yako. Kumpata sio kazi rahisi. So siku hiyo akanyanyua simu, akaita, kwa nini huyu hajafanikiwa mpaka leo? Yule akaanza kuomba radhi na nini, nikamwambia mheshimiwa, naomba dakika 15 ninamaliza hiyo kazi. Lakini kumbuka, Robi aliniambia huwezi kuonana na mheshimiwa, ana kazi. Mimi nimefika bana, anakula kiyoyozi, hana kazi yoyote, hana chochote mezani kwake. Hana chochote na cheki. Sasa bahati mbaya sana, huyu mama nilikuja kumfahamu, kumbe ni kabila moja na mimi. Sasa kwa jeuri, Robi yuko hapa amekaa kwenye sofa, nikabadilisha lugha, nikaanza kuongea na mheshimiwa waziri lugha. Hapo yule Robi sasa yeye nadhani kwa haelewi lugha. Wao wanaanza kutandika lugha zile za kinyumbani. Sasa okay, tukamaliza mambo yetu. Safi kabisa. Tangu hapo yule mama mpaka leo message tu ya kawaida tunachati naye. Yaani kama vile rafiki yangu ni mtu wa kawaida sana. Nazungumza nini? Mtu mkuu katika maisha yako unamhitaji ili uvuke mahali. Amen. Yes. Sasa kilichotokea katika maisha ya Ruthu ni kwamba baada tu ya moyo wa Boaz kudondokea,
akampenda Ruthu, na mwishowe kabisa baadaye kule akamuoa. Kitendo tu cha Ruthu kuolewa na Boaz kikabadilisha kwanza maisha ya Ruthu, cha kwanza. Cha pili kikabadilisha na maisha ya Naomi, akaishi kifalme, akarudi tena kwenye hadhi ya juu sana. Sasa watu wa namna hii kuna mahitaji sana katika maisha yao. Usikae kizembe. Hakikisha angalau na watu wawili watatu, mtu ambaye ana nafasi mahali na mtu ambaye ana mali. Alipokwenda katika maisha ya Ruthu na Naomi, sio kwamba alileta maneno, hapana, alileta shekeli, alileta pesa, alileta kila kitu kinachohitajika katika maisha ya ile familia. Akairudisha kwenye ile hali ya juu kabisa. Amen. Yes. Cheki katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, nataka ufahamu tu hivi kwamba sisi hatuishi kwa kutumia maneno ya kinywa peke yake. Tunaishi kwa mkate, lakini tunaishi pia kwa neno la Mungu. Neno la Mungu kwa maana ya kiroho, lakini na mkate kwa maana ya mwilini huko. Tunaishi kwa mkate na pamoja na neno la Mungu. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hapa nataka ufahamu hii falsafa kwamba popote tuna mambo mawili hapa. Tuna neno pamoja na mkate. Tuna neno pamoja na mkate. Mahali penye neno, unaweza kueleza mahali penye neno pana uwezekano wa kupatikana kwa mkate kwa uhakika. Pana uwezekano wa kupatikana kwa mkate. Lakini mahali penye mkate alafu hapana neno, hakuna maisha. Mhubiri sura ya 10 na mstari wa 19. Kitabu cha Mhubiri sura ya 10 na ule mstari wa 19. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 19, Biblia inazungumza maneno haya: karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha, ndio nilikuwa nitaka hiyo, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Fedha huleta jawabu la mambo. Actually fedha sio kila kitu, lakini huleta jawabu la mambo yote. Unajua katika maisha ya leo, ukitaka kupata heshima mjini, uwe na hela. Unaona? Sasa ukitaka kuwa na marafiki wengi, wewe uko na hela, hapo. Ukitaka kukubalika hata kanisani, kupewa vyeo na nini, unatoa sadaka nyingi. Unatoa kukumbuku, nenda kupata hata tu kiongozi angalau hata wa nini. Hata wakufuta viti tu kanisa, kufuta tu viti. Upewi. So kwa siku unapiga Bwana Yesu asifiwe, Mungu akubariki sana. Una hela. Nini? So fedha huleta jawabu la mambo yote. Kila unachokihitaji, unahitaji fedha. Ili uweze kutoboa, unahitaji fedha. Ninyi mlioko hapa, mnasoma, kila mmoja anasoma. Eti ukisikia mtu anasema, "Bwana mimi nasoma kwa bidii ili niwe na maisha mazuri baadaye." Bado una hiyo sentence? Paka siku hizi bado hiyo sentence ipo. Ili niwe na maisha mazuri baadaye. Lakini kuna mtu ana darasa la 7 tu, ana maisha mazuri kuliko profesa. Hii inakuaje? Issue ni nini? Liquidity. Haitegemei sana elimu yako. Ukiwa nazo za kutosha, heshima unapata. Kwani hakufahamu kuna mshule mmoja katika nchi hii kutoka darasa la 7 mpaka anakuwa daktari wa falsafa. Mimi na wewe tunasoma. Mwaka ngapi unasoma? Yeye darasa la 7 tu. Inawezekana hiyo la 7 yenyewe alifeli, ndio maana kwenda sekondari. Lakini sasa hivi ni doctor. PhD. Amevushwa ndani ya masaa, amevushwa diploma, amevushwa degree, amevushwa masters, akatunukiwa. Una sasa yuko, ni mshio ndani ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unahitaji nini? Unahitaji fedha.
kati yenu kuna mtu akipewa hela anaweza kukataa? Siku moja niliuliza sijui hapa au mahali pengine kwamba kwa bahati mbaya conductor kwenye daladala, halafu conductor kasahau kudai nauli. Halafu nauli yenyewe ni kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Unafika Morogoro, nauli ya Morogoro sasa shilingi ngapi? Nadhani karibu 13,000 na kuendelea, si ndio? Kasahau kudai nauli. Halafu kama mnashuka, wanapeana mahesabu, bwana dereva mahesabu yako hivi na ile. Amekusahau na wewe sasa, jamani inabidi shuke tumefika mwisho wa safari. Unafanyaje? Utamkumbusha au unakula zako kuona kwamba bwana hii hapo Mungu ameniongoza. Niambie, nani atakukumbusha? Hamna hata mmoja. Nitaongoza sala ya tano. Haya, basi. Anyway, labda unatoka Kimambo kwenda Mbezi tu chini ya 5. Conductor amesahau. Hiyo utampa. Hiyo utampa. Haya, umempa conductor nauli ambayo inazidi kile kiwango ambacho ndio nauli halali. Kasahau kukurudishia change. Mziki wake unamfanya. Unaweza mkatoana meno. Kwamba hela yenyewe ngumu hivi conductor unanidhulumu. Unanidhulumu mimi yangu hii. Ruth, Mungu alifanya kitu cha tofauti sana, akamkutanisha na Boaz. Mtu mwenye sifa kubwa mbili, mtu mkuu mwenye nafasi, yani neno lake ndio kila kitu. Alafu mtu mwenye mali. Chochote alichokihitaji Ruth, Mungu alimpa kupitia Boaz. Lakini kitabu kile cha Luka sura ya 19 mstari wa 1 na wa 2 tumeona mtu mwingine pale. Mtu anaitwa Zakayo. Tumeona mtu mwingine pale anaitwa Zakayo. Luka 19 mstari wa 1 na wa 2. Luka 19:1-2. Maandiko yanasema, naye alipoingia Yeriko, huyu ni Yesu. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Biblia inasema mtu mkubwa. Lakini sio hivyo tu, ni mtoza ushuru. Watu gani wao wanatoza ushuru? TRA, sio? Mamlaka inayohusika na hayo mambo. Kwa maana huyu ni afisa fulani mkubwa kule TRA. Afisa fulani mkubwa. Kama leo anasema sio hivyo tu kwamba ni mkubwa kule, isipokuwa ni tajiri. Waziri wangapi leo? Au wabunge wangapi? Au wasomi wangapi? Ni wakubwa, wana majina makubwa, wana nafasi kubwa huku kwenye mamlaka, lakini pia wana mali nyingi, wana makampuni ya kusafirisha abiria, wana mabasi, wana kila kitu. Kwa hiyo wana nafasi huko katika serikali, wana nafasi kwenye makampuni yao, lakini pia ni matajiri. Sasa maandiko yanasema huyu mtu Zakayo, pamoja na sifa yake kwamba alikuwa mfupi wa kimo na nini, kwamba kimo au namna gani, lakini alikuwa ni mfupi. Angalia, hii story inaendelea. Biblia inasema Yesu alipomwona alikuwa amepanda jangwani, akamwambia shuka, leo nitashinda nyumbani kwako, usiku kucha nitakuwa na wewe, kwa hiyo usiogope. Sasa wakiwa nyumbani kule, discussion inaendelea. Na hapo ndipo tunapopata habari kwa jinsi gani alikuwa tajiri. Akawa anamwambia Yesu, pamoja na watu wangu wote, inawezekana kuna mtu nimewahi kumdhulumu mahali, nitamrudishia, nitarejesha mara 4 kama kuna mtu nimewahi kumdhulumu mahali. Alafu na lingine anasema niko tayari kugawa mali zangu kwa maskini. Lakini tajiri gani ambaye anaweza akawagaia watu pesa bure bila gharama yoyote? Ni ngumu mpaka wokovu umefika.
So baadaye, japo Biblia izungumzi sana, lakini baadaye, baada tu ya wokovu kufika nyumbani mwa Zakayo, tokea katika tukio lile, wakati huo Yesu alipomwambia hapana, huhitaji kuyafanya yote haya. Kwa nini? Kwa sababu nimefika nyumbani kwako ili uokolewe. Alipookolewa, alikuwa ni mmoja kati ya sapota mkubwa wa huduma za Yesu, kwa kutumia fedha zake. Zile fedha ambazo alitakiwa awarudishie wale wadhulumu, alitakiwa awagawie maskini. Yesu akamwambia, wakati umefika kwako, kuanzia hapa umesamehewa, tuanze moja. Kwa zile fedha ambazo angewagawia maskini, ikawa inatumika kwa Yesu. Sasa angalia, Yesu anajua maeneo ya kupita yenye fursa. Anajua maeneo ya kupita yenye fursa, kwamba nikimkomboa huyu ataleta impact kubwa sana katika huduma yangu. Yesu ni Mungu, sio mwanadamu peke yake. Ni Mungu. Ana vyote na mamlaka juu ya vyote, lakini anajua kanuni. Ili upate, lazima kwanza utoe. Amen. Lazima kwanza utoe. Alitoa wokovu kwa Zakayo ili apate zile mali za Zakayo zisapoti. Yesu alikuwa hubiri wanyama, alikuwa hubiri wadudu, alikuwa hubiri miti, anahubiria watu huhisi njaa, watu huhisi kiu. Tuko pamoja hapa? Kuna mahali akiwa anahubiri umati mkubwa wa watu tangu asubuhi mpaka jioni. Halafu wanamwona wanafunzi wake, "Sasa muda umekwenda, sasa tunaomba uwaache hawa watu wale njaa waondoke." Kwa vile ile huduma ilikuwa ni ya kwake Yesu, akawaambia saa hizi za jioni tuko mbali na mji, wataenda kula wapi? Wapeni watu vyakula. Anawaambia sasa wanafunzi wake, sasa mahali hapo hakuna maduka. Alafu anawaambia wapeni watu chakula wale. Watakula kutokea wapi? Inabidi afanye muujiza. Lakini vinginevyo inabidi awepo mtu ambaye ana support anayeelewa. So unahitaji mtu wa aina ya Zakayo, mtu ambaye utahitajika kutoa huduma kwake. Tumishi mmoja akawa anashuhudia, anasema iliwahi kutokea hapa Dar es Salaam. Mwimbaji mmoja katika tamasha lake aliunda kamati. Wakati anataka kufanya huduma yake, iliona milioni 6. Sasa ukumi gharama yake ilikuwa ni milioni 60 plus. Akaiunda kamati yake. Hii kamati imsaidie kutafuta hiyo milioni 60 plus ili afanye hiyo tamasha. Lakini sasa katikati ya watu ambao anafahamiana nao yule mwimbaji, akawapa kamati jina la mzee mmoja ambaye anafahamiana nao na namba ya simu. Wakampigia simu yule mzee, alafu wakaomba appointment, akawapa ruhusa, wakaenda kwake. Ndio mtumishi anashuhudia, anasema wakati tunazungumza naye, huyu mzee, unajua pesa nazo zina kiburi. Ile kwamba unaongea na mtu alafu yeye anakuwa anatikisa miguu tu, alafu anaangalia toka na anaangalia simu, ndio kwanza anawasikiliza. Akawasikiliza mpaka jioni. Halafu mwisho wakampa nafasi sasa. Kwa sasa mzee, kwa hiyo unasemaje? Unajua kuna namna umeshajieleza, umemaliza kila kona na maneno yote yameisha. Kwa sasa unasemaje? Unatusapoti au hautusapoti? Wewe mtumishi anaeleza, anasema yule baba alituangalia ili kama vile hajawahi kutuona tangu tumeanza kumweleza mapema. Anasema akatuangalia alafu akaongea machache tu, akasema sasa hivi jamani, mimi nimewasikia, nimewaelewa, lakini hiyo pesa mnayotaka ni pesa ndogo sana kwangu. Ni swala la mimi kutoka kwa kupiga simu kwamba hebu toeni hiyo hela, wapeni hao vijana wale wakafanya hilo tamasha. Lakini mimi siwezi kuapa. Yaani milioni 60 ipo, lakini mimi siwezi kuapa. Akamwambia lakini kwa nini? Mbona tumejieleza mzee? Akamwambia hapana, mimi wasi support kazi ya injili. Unahitaji mtu mwenye fedha, mtu mwenye utajiri wa mali
na moyo wa kusapoti huduma, wa kusapoti kazi yako. Kwa hiyo mtumishi anasema baada ya kumtazama sana, alafu mzee akaonekana yuko serious, kuonyesha kwamba yuko serious, akafanya tukio. Akaingiza mkono mfukoni, akatoa misimbazi miwili 20,000 akaweka mezani. Lazima sasa nyinyi vijana wote kama mweni mali, kwa sababu niongea sana na mimi. Alafu akaniambia wewe utafanya nini? Kwa hiyo video wakaanza kupiga kwanza story nyingine. Wameacha sebuleni. Lazungumza nini? Wako watu wengi sana wana pesa, hawana pa kuweka. Hawana pa kuweka. Lakini utawapataje ili hizo zikusaidie wewe uvuke utimize ndoto zako? Nazungumza kitu cha mwilini kwa hapa, sizungumzie roho. Nazungumza cha mwilini. Tulishazungumza zile aina mbili za watu. Mwombezi alafu na nani? Mwonaji, mtu wa kuona mambo yake. Hao watu wawili hao waonaji hao, pamoja na waombezi hawa wanafanya kazi rohoni. Wanakutengeneza wewe rohoni, mwombaji anakutengeneza kule na mwonaji pia anakutengeneza kule, ili kule katika ulimwengu wako wa roho anatibu mambo yakae sawa sawa kabla hajatokea mwili. Huyu mtu wa tatu sio rohoni, huyu ni mwilini, physical, face to face. Na huyu ili apatikane inabidi wale wawili wafanye kazi yao ipasavyo, lakini anapatikana kwa nguvu. Nimekusudia habari zangu. Hivi ningekata tamaa mapema, msingeniona St. Joseph hapa. Nisingekuwepo leo mimi hapa. Lakini nimekuwepo kwa sababu kuna ufunguzi mahali na kutafuta mtu mkuu mmoja kule safari. Amen. Mungu akubariki. Kama umetoka kwenye familia na kila kitu, hongera sana. Lakini usibweteke, tengeneza na yako mbeleni ili usipate shida. Lakini mtu wa tatu ambao nataka tumalizie hapa, mtu wa tatu ni Yohana, sio Yohana. Yohana. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuone mtu huyu anaitwa Yohana ni nani. Maandiko yanasema ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale wafanyabiashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakapona. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza. Huyu Yohana mke wa Kuza ni wakili wa Herode mfalme, na wengine wakina Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao au kwa fedha zao. Angalia, Yesu alifanya tena huduma hapa. Maandiko yanasema alipokuwa akizunguka huko na huko, alifika katika mji mmoja. Halafu katikati ya huduma yake aliwafungua wafungwa wengi sana waliofungwa na nguvu za giza, mapepo, magonjwa na kila vifungo vya kila aina aliwafungua. Lakini miongoni mwao wametajwa watu wachache hapa, na mmoja kati yao aliyetajwa ni Yohana, ambaye huyu alikuwa ni wakili wa mfalme Herode. Kwa nini anatajwa hapa kama mtu mkuu na mtu mwenye mali? Ni kwa sababu huwezi kuwa wakili wa mfalme isipokuwa umepata kibali kwa mfalme na amekuketisha karibu yake. Kwa hiyo siri za mfalme ni siri za wakili wake. Habari za mfalme zinakaa kwa wakili wake. Huwezi kuwa wakili isipokuwa kuna sheria. Tunaenda pamoja? Lazima uwe mwanasheria. Na kuwa mwanasheria maana yake ni mtetezi, kwamba unatetea kwa njia ya sheria. Lakini wakili pia ni mtunza siri. Mimi na wewe wakati wote
mawakili wa siri za Mungu. Amen. Tuwe watunzaji wa siri za Mungu katika maisha yetu. Huyu Yohana, mke wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Kuza. Huyu Kuza sio issue sana. Issue ni Yohana, ya kwamba alikuwa ni wakili wa mfalme Herode. Anafahamu Herode na Yesu ni vitu viwili tofauti. Wakumbuka wakati Yesu anazaliwa, wale Mamajusi walitoa taarifa kwa nani? Kwa mfalme Herode, ya kwamba huyu aliyezaliwa ni mfalme. Na wakati huo Herode alikuwa na mbinu ya kutafuta kumuua Yesu. Na kumbuka, alimshindwa katika ule umri mdogo. Na Yesu akakuwa kama mwanadamu tu wa kawaida, akafika hatua ya kuanza kuhudumu sasa katika miaka ya 30. Ndani ya hiyo miaka alikuwa salama, lakini wakati huo sasa anakutana katika huduma yake, mmoja kati ya watu waliokutana nao ni mtu ambaye anazitunza siri za mfalme Herode. Mtu mwenye nafasi, mtu ambaye anaweza akasimama kama Yonathani. Jana nilikwambia ni habari za Yonathani, mtoto wa mfalme Sauli, kwamba vile ambavyo wanavyojadili kule ndani Sauli na watendakazi wake, kwamba tumfanye nini, mtu gani, tumuue nani, tumvute nani karibu awe na heshima kama sisi. Hizo habari anazipata Yonathani. Huyu wakili alikuwa na position kama Yonathani na kisheria zaidi. Amen. Yes. Lakini maandiko yanasema baada tu ya yeye kupata msaada kwa njia ile huduma ya Yesu, alichukua hatua ya kukata shauri. Halafu zile mali zake, ili mshahara ambao analipwa na mfalme Herode, pesa ambazo zingeweza kutumika kutengeneza njama za kumuua Yesu, zinatumika kusupport ile huduma ya Yesu. Amen. Zinatumika kusupport ile huduma ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ameokoka. Kwa hiyo Yesu akamkuta awe mtu. Wakati huo Yesu alikuwa anaonekana tu kama mtu wa kawaida, kama mimi na wewe tulivyo. Wao tunapambana tunatafuta uso wa Mungu, sababu kumbuka wale hawakubali Yesu kama Mungu. Walikuwa wanamuona tu kama mtu wa kawaida. Lakini wakati huo Yesu alijua hii kanuni, kwamba anahitaji kuwa na mtu mkuu, anahitaji kuwa na mtu ambaye atakupasha Biblia habari. Unahitaji kuwa na wakili, unahitaji kuwa na Yohana katika maisha yako. Unahitaji kuwa na Zakayo katika maisha yako. Unahitaji kuwa na Boaz katika maisha yako, na wengine wengi ambao nisingeweza kumaliza kwa sababu ya muda wangu katika ibada hii. Unahitaji hao katika maisha yako. Amen. Amen. Ili kuvuka mahali kuna mtu unahitaji. Jana mmoja anasimulia akiwa chuoni anasoma medicine katika chuo kimoja kikubwa tu katika nchi hii, sio St. Joseph, chuo kingine. Sasa huyu dada ilifika mahali anaokoka kabisa, ilifika mahali akashindwa kulipa ada. Nisikilize sana ambao unapata shida za ada. Ndio hapa hii inaweza ikawa ni masomo. Huyu dada anasoma Doctor of Medicine 5 years. Alafu amefika mwaka wa pili, mtaji umekata. Cheki aliyekuwa anasomesha mama yake na anatoka nyumba ya kusini kule. Inategemea mama yake alipe korosho, atengeneze, auze, amlipe ada, hana mkopo kokote. Ikafika mahali mama mtaji umekata. Mama kazi imeshindikana. Korosho hazitoki. Huyu dada siku moja katika huduma mahali fulani anaeleza, anasema nimefika hatua sasa, ili semester inayokuja hii nitaondoka, siwezi kuendelea na chuo tena. Siwezi kuendelea na chuo kwa sababu nitafukuzwa. Kuna muda utafika sitaje kwa registration. Kwanza mmaliza registration. Muda ukipita hapo nitatolewa. Kwa sisi nitaondolewa. Au sasa ni chuo cha serikali. Unajua chuo cha serikali sio kwamba wanakusimamisha, wanakufuta. Akasema uongozi kwa very strict, lakini sina namna. Inabidi nikubaliane na hali halisi. Sasa naeleza, anasema naomba
nisaidie. Alimwambia mtumishi mmoja, akasema naomba nisaidie, mimi nimesoma PCB, nimesoma science, nisaidie hata kwa shule zingine fulani tu za arts, kwa sababu nina cheti changu cha form 6, nitaenda kufundisha, hamna shida, sina shida, nipate hizo hela ndogo ndogo nikiri maisha yangu. Yule mtumishi akamuuliza, anamwambia, hauna mtu yeyote unayemfahamu katika simu yako, tumpigie simu tumueleze habari zake? Akamwambia, hapana, sina. Watu wote nilionao mimi ni watu wa kawaida, ni watu wengine, hawezi kulipa hizi pesa. Anaeleza, anasema hilo. Sasa baada ya hapo ukapita muda si mrefu sana, katolewa tangazo pale chuoni, likaandaliwa shindano. Katika hilo shindano ilikuwa ni watu wanajitolea kama mchezo tu. Watu wanajitolea, wanaenda kufanya mazoezi, alafu naye onekana unaweza, basi utaenda utatuwakilisha chuo. Akajitolea naye akaenda kwenye hayo mazoezi. Kimsingi hawezi, lakini akaenda, alisema hii inaweza fursa kwa. Akaenda akajitolea, akafanya mazoezi, akaonekana mtu bora katika ile mazoezi. Basi pale chuoni walichaguliwa watu wachache kwamba ninyi mtatuwakilisha kwenye mashindano. Katikati ya wale ambao wamechaguliwa pale, ikaonekana yeye ni bora tena kuliko wenzake. Wakamweka front line, wakamwambia, sasa siku ya mashindano ni kesho. Baada ya mashindano kuisha, wewe tunakuteua utuwakilishe, utoe speech kidogo. Haleluya. Akaenda akaandaa speech kidogo, wala kupata shida. Mashindano yameisha, alafu sasa kabla zawadi hazijatolewa, kimsingi alikuwa bora sana kwenye hayo mashindano kiasi ya kuwashinda wavyo vingine. Lakini akateuliwa tu kwenda kutoa neno la shukrani. Ndio Mungu anapotaka kutoa mahali, anaandaa tu sababu na anaandaa watu. Akaandaa speech yake ya dakika 2-3, kaenda ka present. Kumbe katikati ya ule umati, na hata sio waandaji wa ile mchuano, katikati ya ule umati kulikuwa na mtu ambaye ndio njia ya kutokea kwa huyu dada katika maisha yake. Amen. Wakati ana present ile speech yake, mama mmoja katikati ya umati akamsikiliza kwa makini sana. Alipomaliza watu wakampigia makofi, akatoka. Baada ya kutawanyika, wakati wa kutawanyika, yule mama alimaki sura ile binti. Akaenda akamwambia hicho. Akamuuliza, unaitwa nani? Akamuuliza mambo machache. And then mwisho anauliza, umeokoka? Unaonekana wakati unazungumza umeokoka. Hivyo watu wanakuona. Wewe unapozungumza watu wanasema. Ndio maana wao wanawaambia wewe ndani. Unapookoka, wewe unaokoka ndani mpaka nje. Yaani hata watu wanapokutazama wanajua hapa iko huko msalama wa Yesu Kristo kama ni usomi. Bila unapokaa ukisalimiana naye tu, msalama wa Yesu uko katika mkono. Wewe sio mtu wa kawaida. Sasa yule dada anasema ndio kama nimeokoka, lakini ninasoma mahali fulani. Akamwambia, basi hebu naomba, kuna kitu Mungu ananisemesha kwa ajili yako. Naomba uniambie kuna shida gani? Hebu sema niambie kuna shida gani. Yule dada akaeleza yote. Hivyo ungebakiza nini? Ungesema hadi shida za ulimwengu. Akamweleza, akamwambia mama, hivi nilivyo, ni muda mchache ninaweza kutolewa. Shida ni nini? Sina. Akamwambia ishia hapo. Mimi wakati unatoa speech yako pale mbele, nilisikia sauti ndani yangu kwamba mimi nitafanya kila unachokihitaji wewe katika maisha yako ya shule yote. Hiyo miaka iliyobaki kuanzia mwaka huu wa pili. Chochote kilichosalia mpaka utakapomaliza, usimsumbue mzazi wako. Yes.
anamaliza kila kitu. Tafsiri yake ni nini? Ukihitaji pocket money, ukihitaji voucher, ukihitaji ile tangazo yoyote, unahitaji kwenda Easter conference, unahitaji kwenda seminar fulani, unahitaji kwenda ni swala la kumwambia mama ninaenda mahali fulani gharama kiasi fulani. Natumia. Mama ada sasa hivi natakiwa nilipe ni kiasi fulani. Endelea akamwambia mimi ninaishi Masaki. Unafahamu Masaki? Unafahamu? Wanaoishi Masaki ni watu gani? Kama watu mlandizi. Hakuna. Sio kama watu wa Kibamba hospitali. Wanaoishi Masaki ni watu ambao maisha yao yako somehow. Unakuishi yani hao unakuishi somehow. Wale watu wa Masaki wanaishi ili wanaishi kwa kuwa sio kama wanadhiki au wanadhiki yoyote. Akamwambia sasa kuanzia leo maisha yako yatakuwa ni Masaki chuo. Hebu nivutiwa sana. Ni muujiza wa mtu. Ni kesi sana. Ona huyu kakutana na mtu mkuu. Kakutana na mtu mwenye mali. Kakutana na mtu mwenye mali. Kwa wakati mwingine huyu dada haitaki kujitetea chuoni. Ni swala la huyu mama kupiga simu. Kwa sababu ni mtu fulani mkubwa katika serikali. Lakini ni mtu mwenye mali sana. Ni swala la kusema tu mbele account number nitakesha hapo na malipo. Sasa wewe unalipa kwa installment. Milioni 1.9 unalipa mara 10. Unalipa 190 mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara 10. Lakini huyu ndani ya dakika 2 mama masomo fast amemaliza. Hebu sema mtu mkuu. Sema kwa sauti mtu mkuu. Mtu mkuu. Mtu mwenye mali. Mtu mwenye nafasi. Show. Katika maisha yangu. Hii unafanya kwa imani. Unahitaji kulipa gharama kuanzia sasa. Kwamba usiishi tu jamani. Wewe ni wapi? Kuna rohoni na kuna mwilini. Hatuishiki tu rohoni. Rohoni uwe fiti na mwilini pia uwe fiti, uishi. Sawa Freda? Mambo mengine mzazi wako hamalizi. Lakini wewe kwa sababu ya imani yako na kumwamini Mungu, unamwambia Mungu niimbie watu. Wewe ushuhuda mmoja wa mwisho wa kwangu. Tarehe 20 nilizindua kitabu pale Festivus. Nashukuru watu wachache mlikuwa. Lile tukio lilofanyika pale liliachilia baraka kubwa sana katika maisha yangu. Niko hapa chuoni, wakule kuposti kule status. Wako watu wengi wamekuja, tena wengi sana wa imani nyingine. Amini, wa imani nyingine wanakuja wanachukua. Check how visomi wao. Wanakuja ninataka hii vitabu nikawagawie watu. Sawa. Na hata vile 10 ambapo siku ile niliwaambia hapa nimenunuliwa na mtu wa imani nyingine. Sema bwana, mimi ninakufahamu lakini siwezi mimi kuvisoma hivyo kwa sababu mimi imani yangu hainiruhusu kuamini hicho, lakini nina hakika kuna watu wanahitaji na hawana hela. Naomba watoe hela yake hiyo. Sawa, usishangae sana. Hicho kinachoendelea sasa. Siku ile nimegawa viwili, nitaomba watu wengine nani hapa. Unaweza kanyosha tu mkono wangu kwa mtandao. Haukilipi. Anyway, asante sana. 1, 2, 3, 4, 5. Tukitoka tu hapo tena kwa siku. Atakupewa tu bure. Vimesha nipewa lakini tu imani nyingine.
sio kwetu hapa. Na vingine jana tumetoka. Jana mchana. Alikuja jamaa mmoja na ndevu ana namba zangu za simu. Na jana alipiga simu dokta mmoja